Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Na ni nani ambaye mkono wa Bwana umefunuliwa kwake? Wapenzi, juma 2 tumekuwa tukihubiri hapa, lakini swali ni nani aliyesadiki habari ambayo tulileta hapa? Pengine umekuwa ukisikiza, lakini je, umeisadiki? Have you believed? Pengine umekuwa ukisikia, lakini je, umekuwa ukiamini habari hiyo ya kweli ambayo imekuwa ikihubiriwa katika uwanja huu majuma 2? Ni nani miongoni mwetu ambaye ameweza kusadiki mambo ambayo yamehubiriwa hapa? Nimekuwa nikitembea, wengine wanaita nabii. Mimi si nabii. Mimi ni nani? Amosi sura yake ni 4. Amosi sura yake ni 7 mstari wa 14. Amekuwa akiita nabii. Leo tunajiuliza swali, ni nani amekuwa akisadiki? Ni nani amesadiki mambo ambayo yanahubiriwa katika uwanja huu, katika jukwaa huu? Mafunzo mazuri ya afya, mafunzo mazuri ya ndoa, mafunzo mazuri ya kutambua ukweli ndani ya Biblia. Je, umeweza kuyasadiki ama wewe umesikia tu na ukayapuuzia? Unasikia tu mkono wa Bwana ambaye ni neema ya Bwana imefunuliwa kwako, lakini je, umeweza kusadiki yote ambayo tumeweza kuyahubiri katika uwanja huu? Amosi sura ya 7 mstari wake ni wa 14. Amosi anajibu akisema nini? 14 inasema. Inasema. Soma. Ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia, mimi sikuwa nabii. Mimi sikuwa nabii. Wala sikuwa mwana wa nabii. Tena mimi si mwana wa nabii. Bali nalikuwa mchungaji. Lakini nilikuwa tu mchungaji tu. Na mtunza mikuyu. Maliza. Naye Bwana akanitwaa, amenitwaa katika kufuatana na kundi, katika kufuatana na wakazi wa Kauyeni. Bwana akaniambia, enenda watabirie watu wangu Israeli, watu wa Kauyeni mambo ya kweli. Lakini swali ni je, Bwana anauliza yale yote ambayo mmeweza kuhubiriwa, mmeweza kuyasadiki? Manake Mungu anatuita sisi ambao ni watu wake, ameweza kufunua neema yake kwetu, mkono wake umefunuliwa kwetu, lakini sisi tunaipuuzia neema ya Mungu. Yani sisi tumekataa kusikia sauti ya Mungu. Sisi tunaona neema ya Mungu ni kama bure. Fungu letu la siku ya leo kwa Korintho wa pili sura yake ni 6. Fungu letu ambalo limekuwa likisomwa Korintho wa pili sura yake ni 6. Anza mstari wa kwanza. Neema ya Mungu imefunuliwa kwetu. Inasema nini? Nasi tukitenda kazi pamoja naye, kazi ambayo tunafanya kuhubiri hapa, twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Nawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa nini? Kwa maana amesema hivi, wakati uliokubalika nalikusikia. Anatusikia. Siku ya wokovu nalikusaidia. Siku ya wokovu Mungu anatusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ni sasa. Tazama, siku ya wokovu, wapenzi, siku ya wokovu ni sasa hivi. Mungu anasema la kwamba mkipata neema yake msichukulie neema yake bure, msipuuze neema yake. Anasema siku ya msaada wetu Mungu anatusaidia, siku ambayo anatuita Mungu anatusikia, lakini anasema siku ya kutusaidia ni leo. Wakati wa wokovu ni sasa hivi. Mungu amekuwa akituita kila siku, amekuwa akitutafuta kila wakati, ametubariki mibaraka ambayo sisi hatuwezi kuyasema. Mungu amekuwa akitupatia fursa hata ya kuhubiri na kuambia wapenzi, nimeona mkono wa Mungu katika mkutano huu. Maanake kila siku jioni, hakuna siku ambayo Mungu ameruhusu mvua iharibu mkutano. Amen. Lakini kila asubuhi Mungu amebariki wakazi wa Kauyeni na mvua ili wapate vilimo. Yaani Mungu anatubariki kwa njia ambayo sisi tunastaajabu sana. Mungu baada ya kutubariki tunakataa kuenda kwake. Amosi sura yake ni 4 mstari wa 6. Mambo ya kusitikisha, mambo ya kushangaza. Yaani Mungu anatubariki lakini sauti yake tunaipuuza. Mungu anatubariki lakini tunazidi kusonga mbali na yeye. Anasema, je, unisadiki yote ambayo Mungu ameweza kukuletea katika mahubiri haya? Je, umeyasikia? Na kama umeyasikia, je, umeyasadiki? Maana baraka ya Mungu ni baraka ambayo kila wakati anazidi kutubariki. Nasema nini mwalimu?
Amosi 4 mstari wa 6. inasema, Soma. mimi nami nimewapa usafi wa meno Tumepatiwa usafi wa meno katika miji yenu yote, na kutindikiwa na mkate mahali penu pote. Tumebarikiwa na mikate kila mahali, lakini hamkunirudia mimi, asema Bwana. Kumrudia Bwana Mungu. Ili Mungu ametubariki, Mungu ametusafisha, Mungu anazidi kutupatia neema yake na mibaraka yake, lakini tunakataa kumrudia. Wapenzi, Mungu ameona ni kama mibaraka haitusaidii, akaamua kuleta shida, akaamua kuleta dhiki katika maisha yetu. Nazungumza na mtu ambaye Mungu amembariki, lakini kwa kiburi yako unakataa kumwendea Mungu. Mungu analeta dhiki kwako, analeta shida na taabu. Mstari wake ni wa 5, teremka na mimi hadi mstari wake wa 10. Inasema nini? Mstari wake wa 7 hadi mstari wa 10. Inasema, inaendelea tena nimeizuia mvua msipate. Mungu akaamua wacha azuie mvua tusipate. Ilipobaki miezi 3 kabla ya mavuno, maliza, nami nimenyesha mvua juu ya mji mmoja, nikaizuia mvua isinyeshe juu ya mji mwingine. Kisha sehemu moja ilipata mvua, Mungu akabariki sehemu moja, sehemu nyingine ikakosa mvua, lakini na sehemu isiyopata mvua ilikatika. Maliza. Basi kutoka miji 2-3 walitangatanga kuendea miji mwingine, wapate kunywa maji, wasipate ya kuwatosha. Lakini hamkunirudia mimi, asema Bwana. Teremka mwalimu, mstari wa 4. Nami nimewapiga. Mungu ametupiga kwa ukavu na koga, wingi wa bustani zenu na mashamba yenu ya mizabibu na mitini yenu na mizeituni yenu imefanya nini? Imeliwa na tunutu. Tamka. Lakini hamkunirudia mimi, asema Bwana. Hamkunirudia Bwana hata baada ya dhiki yote. Teremka mwalimu. Nimewapelekea tauni. Ametuletea tauni. Kama tauni ya Misri, kama ile ya mfano ya Misri. Vijana wenu nimewaua kwa upanga, na farasi wenu nimewachukulia mbali. Nami nimeupandisha uvundo wa matuo yenu na kuingiza katika mianzi ya pua zenu. Lakini hamkurudia mimi, asema Bwana. Tumekataa kumrudia Mungu ambaye ametusaidia, akatubariki, tukakataa mibaraka yake, akaleta dhiki, lakini bado tumekataa kumrudia yeye ambaye ni kimbilio yetu. Wapenzi wakazi wa Kaoyeni, Mungu anawaita. Bali mteremka anasema nini mstari unaofuata? Baadhi yetu nimewaangamiza, wameangamizwa kama hapo Mungu alipoiangamiza Sodoma na Gomora. Maangamizo ya milele kama ile ya Sodoma na Gomora. Kisha nanyi mkawa, sisi tukabaki kama kinga kilichonyakuliwa motoni. Tukabaki kama kinga ama kuni ambayo ilikuwa inawaka, lakini ikondolewa isije kaumia kabisa. Lakini hamkunirudia mimi. Tumekataa, asema Bwana Mungu. Wapenzi, yani Mungu ametunusuru, Mungu anatusaidia, lakini sisi hatuoni. Yani Mungu ameleta neema yake upande wa Kaoyeni, lakini sisi katika hali yetu ya shingo ngumu bado hatuoni, bado tumekataa kusadiki maneno ya Mungu. Pengine wewe mshirika wa kanisa, Mungu amekubariki mibaraka kabisa, lakini unayo kiburi. Mungu anasema atafanya. Mwalimu, mstari wa 12 anasema atafanya nini? 12 inasema atafanya nini? Basi nitakutenda. Mungu atakutenda hivyo vile Israeli. Na kwa sababu nitakutenda hivi. Lakini wapenzi, habari nzuri ni kwa sababu Mungu amefanya hii yote. Ujiweke tayari. Anatuambia tujiweke tayari kuonana na Mungu wetu. Mungu anatuita, anasema tujiweke tayari tuweze kuonana na yeye kila wakati. Ingawa tunapitia shida na dhiki, tunapaswa kumrudia Bwana, maana yeye ndiye kimbilio. Tunapata mibaraka lakini hatufunika macho. Tunapaswa kumrudia Bwana, maana yeye ndiye kimbilio. Yani tunaishi maisha ya hali ya kawaida, hatusumbuliwi na kitu yoyote kwa sababu tumekataa kumkubali Kristo. Tumeishi maisha ambayo tunaonekana kana kwamba ni raha ya kutupendeza sisi wenyewe, lakini Mungu
hivyo siku ya leo anasema ondokeni pale. Siku ya leo anasema jitayarisheni ili muweze kumpokea. Jitayarisheni ili muweze kuonana na Mungu wakati itakuja. Wapenzi, habari iliyo nzuri ni kwamba Mungu anatupenda na upendo wake umeweza kuja hata katika uwanja usiku ya leo. Na kwamba kipati kukumbushwa Kristo anatuita. Anasema tujiweke tayari. Alikwenda kutayarishia mahali, lakini wale watakaorithi sehemu ambayo anatutayarishia ni wale ambao wanajitayarisha. Ondoka kwa raha yako ya kawaida. Mika sura yake ni ya 2 mstari wake ni wa 10. Nawaambieni wapenzi, wito ambao nataka nifanye leo ni wito wako kuondoka mahali pako ambapo si mahali pa raha. Unadhania kwamba huko kuna raha, lakini Mungu anasema ondoka huko, maana wewe umefungwa na kiburi. Yaani wewe unadhania kwamba dhiki inakufukuza mbali na Mungu, lakini Mungu anakuita, anasema njoo kwake, jitayarishe ili uweze kumpokea. Mwalimu Mungu anasema nini? Mika 2 mstari wake ni wa 10. Soma. Inasema ondokeni. Inasema ondokeni. Ondokeni. Ondokeni mwende zenu. Ondokeni mwende zenu. Maana hapa kwa sababu mahali uliko si mahali pa raha yako. Kwa sababu. Kwa nini? Kwa sababu ya uchafu. Kuna uchafu huko. Mtaangamizwa. Na mtaangamizwa kwa uchafu huo. Naam. Kwa maangamizo mazito sana. Maangamizo ambayo ni mazito kabisa. Wapenzi wakazi wa Kaoyeni, washiriki wa kanisa, na waambieni ondokeni katika hali zenu za kawaida. Ondoka katika hali yako ya dhambi. Ondoka katika hali yako ya kawaida. Manake hapo si mahali pa raha. Ondoka pale, ingia katika raha ya kweli ya Mungu. Wapenzi, Mungu anatutayarisha na anasema wote ambao wanajitayarisha kumpokea, hao ndio Mungu atawasaidia. Ondokeni mahali penu pa kawaida. Umeishi maisha ambayo ni ya dhambi. Umekuwa ukitembea maisha ambayo hayampendezi Mungu, lakini Mungu siku leo anasema ondokeni, manake hapo mahali mko si mahali penu pa raha. Mahali huko kuna uchafuko, kunayo shida, kunayo dhiki, na uchafuko wowote utawaangamiza, na si maangamizo kawaida, ni maangamizo mazito tena sana. Wapenzi, ondokeni kule, njooni kwa Mungu. Mungu anasema mkisikia sauti yake anawaita muondoke mahali pale pa kawaida, muende kwake. Ili kiu ambayo uko nayo atakupatia maji, ili ile njaa ambayo uko nayo atakulisha na kupatia shibe. Anasema njooni na mtaweza kupata furaha, njooni na mtapata amani. Wapenzi, je, umeisadiki yote ambayo Mungu amekuandalia? Je, umesadiki yote ambayo Mungu amekuletea kupitia kwa watumishi wake? Umehubiri habari za kweli majuma mawili. Habari hizi za kweli umekuwa ukisikia kila Sabato, lakini swali ni je, umesadiki yote ambayo umesikia? Ama wewe unaona maisha ni ya kawaida? Ulizaliwa kanisani la Sabato, hata haujui uliokoka lini. Wewe unatu maisha ni kawaida. Umekuwa ukiona tu mambo ni kawaida. Kuja kanisani ni sawa, enda uimbe ni sawa, ondoka nyumbani ni sawa, lakini hali yako ni hali ambayo hampendezi Mungu. Mungu anasema mahali uliko si mahali pa raha. Ondoka pale, ingia katika raha ya kweli inayompendeza Mungu. Ingia katika raha ambayo Mungu anatueleza Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Anasema ingieni katika ile raha, ondokeni mahali mliko, manake hapo si mahali pa raha. Mtaangamizwa, na maangamizo hayo ni maangamizo makubwa tena sana. Wapenzi, Mungu anatuita kila wakati. Hata siku ya leo Mungu bado anatuita. Anasema njooni kwake naye atawasaidia. Anasema njooni muweze kumpokea yeye, aweze kukaa ndani yenu na nyinyi muweze kukaa ndani yake, na atawasaidia katika kila njia ambayo unapita. Mungu atakuwa nanyi. Wapenzi, je, umesadiki yote ambayo Mungu ameyaleta upande wa Kaoyeni? Je, umesadiki mambo ya kweli ambayo Mungu ameweza kuitangaza kila wakati bila ya kuchoka? Mungu anakuita kila wakati, anasema njooni kwake, manake anakupenda. Mithali sura ya 1 fungu letu la mwisho, tukiomba na watu wa Mungu. Je, umeyasadiki yale yote ambayo Mungu amekuletea? Manake Mungu anasema tumekataa kwenda kwake, na Mungu pia atatukataa. Mithali sura ya 1 mstari wake wa 23, soma na mimi nasema nini? Inasema
Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Geukeni kwa ajili ya maonyo ya Mungu. Tazama, nitawamwagia roho yangu. Teremka. Na kuwajulisheni maneno yangu. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa. Lakini tunakataa. Nimeunyosha mkono wangu. Mungu ananyosha mkono wake, lakini watu hawaiangalii. Teremka mwalimu. Bali mmebatilisha shauri langu. Tumekataa shauri la Mungu. Wala hamkutaka maonyo yangu. Hatutaki maonyo ya Mungu. Mimi nami Mungu naye nitacheka siku ya msiba wetu. Nitadhihaki hofu yetu itakapofika. Hofu yenu ifikapo kama tufani. Na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na taabu zitakapowafikia. Vitatufikia. Ndipo watakaponiita. Na hapo ndipo tutakapomuita Bwana. Lakini sitaitika. Lakini Mungu ataitika. Tutamtafuta kwa bidii kila mahali. Lakini hatutamuona. Kwa kuwa walichukia maarifa. Tumechukia maarifa ya Mungu. Hawakuchagua kumpatia Mungu sifa zake. Wapenzi, Mungu anasema siku ya leo amenyosha mkono wake, lakini watu hawaioni. Siku ya leo anatuita, lakini sisi tunakataa. Kuna wakati tutamtafuta kwa bidii na hatutamuona. Kuna wakati tutajaribu kumwita na yeye ataitika. Wakati ambao umekubalika ni sasa hivi. Yani siku ya wokovu Mungu anasema ni leo. Yani ameweka siku na jina hiyo siku ni leo. Mwalimu wa Waebrania 3 tukiomba na watu wa Mungu. Waebrania 3 mstari wake ni wa 7. Mungu ameweka siku fulani. Na anasema siku ambayo umekubalika ni leo. Wakati wa wokovu ni sasa. Wapenzi, je, ungependa kupokea wokovu wa Mungu? Je, ungependa kuona mkono wa Mungu ambao umefunuliwa kwako? Wapenzi, je, ungependa kufuata njia za kweli za Mungu? Wakati msiba wako utafika, Mungu atakuwa na wewe, hata kucheka kamwe. Lakini ukikataa kusikia sauti yake wakati wa msiba, Mungu atakucheka. Maana nasema nini wewe? Kwa hiyo kama anenavyo Roho Mtakatifu, leo kama mtaisikia sauti yake, mkisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Kama wakati wa kukasirisha. Mwalimu, kuna fungu niko natafuta. Nipatie sura ya 4 hapo mstari wa 7. Ni same tu lakini imeleta vizuri. Jina ya siku ya wokovu inaitwa vipi? Mwalimu, soma. 4:7 inasema, maana aweka tena siku fulani. Akisema katika Daudi baada ya muda mwingi. Namna hii. Leo kama ilivyonenwa tangu zamani. Siku fulani ameiweka ambayo inaitwa leo. Kama ilivyonenwa tangu zamani ya kwamba leo kama mtaisikia sauti yake leo, msifanye migumu mioyo yenu. Wapenzi, je, umesikia sauti ya Mungu? Wapenzi, je, umesikia sauti ya Mungu ambayo imekuita kila siku, kila wakati ya kwamba njoo kwake ili wewe uweze kupata wokovu? Simameni tupate ombi. Wapenzi, siku ya leo ni swali tu nataka niulize. Je, umesadiki sauti ya Mungu? Je, umesadiki habari ambayo Mungu ameweza kuleta? Simameni tu tupate ombi. Tumemaliza mahubiri. Kama ulikuwa unangoja mahubiri imeisha. Simameni tuweze kufanya ombi.